liamue iwapo inaona inafaa kuzuia kwa muda kufuta usajili kwa kanisa na au kanisa kuruhusiwa kuendelea na shughuli zake, wakati rufaa kwa mujibu wa sheria inachakatwa na Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, kwa sababu bahati mbaya shaweka ukomo kwamba waziri anachukua muda gani kuamua rufaa. Anaweza kusheria, yani anaweza kukaa mwaka mmoja, miaka miwili. Kwa hiyo tunasema kwamba mahakama ni kwamba sasa hatujui kwa wakati anachakata rufaa, hebu mambo mengine yaendelee. Akiona rufaa yetu haina mashiko, tutajua mahali pa kwenda. Akitukubalia basi tutakuwa tumerudi na hakuna hasara inopatikana. Sasa wakati tuko mahakamani, kama nilivyosema, tarehe 4 kesi tumeifaili, tarehe 6 tukaitwa. Inaonekana tarehe 6 hiyo labda wakati tuko mahakamani, kwa mkono wa waziri wa mambo ya ndani tuliandikiwa barua, ofisi yangu ya mawakili iliandikwa barua yenye kichwa cha habari rufaa ya kupinga uamuzi wa msajili wa jumuiya za kiraia wa kulifutia usajili kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Nitasummarize tu. Mheshimiwa msajili anasema ameshindwa kuendelea kushughulikia rufaa yetu kwa sababu zifuatazo. Ya kwanza, anasema kwamba rufaa ilipaswa ipitie kwa katibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani, lakini yenyewe imekwenda moja kwa moja kwa Waziri wa Mambo ya Ndani. Well, tutasema baadaye hoja hii tulijibu kirahisi tu kwamba okay, at the end of the day vyovyote itakavyokuwa, si rufaa iko mbele yako. Yani does it real matter kwamba umealikwa katika ripoti hii ya wakili, uongozi umesema ingilia mlango huu, ukaingilia kwa mfano, hata kama ingekuwa kweli ukaingilia mlango ule, hiyo inatosha kusema kwamba toka usisikilize ripoti ya wakili. Kwa ni kitu ambacho kuna barua tumemjibu, tumeeleza kwamba hiyo sio hoja kabisa. Ya after all yeye mahali ambapo labda kanuni zinasimamiwa sana namna ya kuingia na kutoka ni mahakamani, sio kwenye hizi vyombo vingine vya kugawa haki. Lakini mimi nasimulia majibu yake kama alivyo jibu. Hoja ya pili sasa, ambayo ndio nataka wote tuwe makini kidogo, kwa sababu ni ambayo sasa kuna watu ambao baada ya kusikia kama hawana hii barua huko, hawa wafanya maamuzi na watekelezaji kama hawana hii barua, basi katika aya ya pili anasema hivi kwamba barua inayodaiwa kuwa ndio msingi wa rufaa ni barua ambayo sio halali na haitambuliki na wizara, hasa kwa kuzingatia kuwa barua hiyo haijasainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia. Hivyo ni dhahiri kuwa barua hiyo inakosa uhalali na nguvu ya kisheria kuitwa maamuzi yanayopaswa kukatiwa rufaa chini ya sheria ya jumuiya sura ya 337. Hivyo kunifanya nishindwe kuendelea na rufaa yako. Sambamba na hilo, barua hiyo inaeleza wazi kuwa kanisa lililofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church au kanisa la Ufufuo na Uzima, wakati mleta rufaa ni Glory of Christ Tanzania Church. Narudia tena. Inasema hivi kwamba barua inayodaiwa kuwa ndio msingi wa rufaa ni barua ambayo sio halali na haitambuliki na wizara, hasa kwa kuzingatia kuwa barua hiyo haijasainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia. Ni dhahiri kuwa barua hiyo inakosa uhalali na nguvu ya kisheria kuitwa maamuzi yanayopaswa kukatiwa rufaa chini ya sheria ya jumuiya, yani Societies Act sura ya 337. Hivyo kunifanya nishindwe kuendelea na rufaa yako. Sambamba na hilo, barua hiyo inaeleza wazi kuwa kanisa lililofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church, almaarufu kama wenyewe alivyoandika kanisa la Ufufuo na Uzima, wakati mleta rufaa ni Glory of Christ Tanzania Church. Kwa yoyote mwenye akili ya kawaida, kwa yoyote ambaye anafahamu sheria hata kidogo tu, tayari anaona hapa kwamba wale wote, bila kuingilia hoja zilizoko mahakamani, maana sisi mawakili tunabanwa na kanuni fulani za kimaadili, bila kuingilia hoja ambazo zilizoko mahakamani, swali ambalo linapaswa lijibiwe na hao waliokwenda kufunga makanisa yetu au yenu, hao ambao wamejitokeza na kutamka hadharani kwamba wanatekeleza amri ya serikali ya kufuta kanisa. Wao hiyo amri imetolewa, ambao wanaitekeleza ni amri hipi? Ni hii ambayo inasemekana sio halali kwa kuwa haijasainiwa, au ipo nyingine? Kama ipo nyingine,
tunawaalika wajitokeze hadharani waishie na umma na watuambie hiyo barua kwa nini mpaka leo haijafikishwa. Lakini pia barua hiyo, mtu anayesimamia rufaa mwenye wizara yake anasema barua hiyo haijasainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia, hivyo ni dhahiri. Kwanza wanasema hivi, barua ambayo sio halali na haitambuliki na wizara. Sasa huyo ambaye anafungia makanisa anafungia makanisa kwa kutumia barua hii ambayo haitambuliki na wizara au barua nyingine. Kama nilivyosema, nakuwa mwangalifu kwa sababu mawakili tuna maadili yetu, na kwa sababu kesi iko mahakamani kuna mipaka fulani si ruhusiwi kuivuka. Lakini majadiliano ya kisheria ndani ya mipaka ya staha yanaruhusiwa, na watu wanapoenda, wanaosikiliza, wanaokwenda huko, kuna mawakili wenzangu nao nawaalika wajaribu kulijadili hili kwamba hivi ni halali kiasi gani kwa makanisa ya Glory of Christ Tanzania Church kufungiwa kufanya shughuli zake katika context ya namna hii. Barua inasema kabisa kwamba kwa mjibu wa mkono wa huyu waziri wa mambo ya ndani kwamba kanisa lilofutiwa usajili, yani kwa mjibu wa hiyo barua hiyo ambayo kama nilivyosema inazunguka mitandaoni, na barua hiyo ndio ambayo watu wamejinasibu kwamba wanaisimamia. Mwenye wizara anasema kanisa lilofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church na sio Glory of Christ Tanzania Church. Kama nilivyosema awali, barua yenyewe inajielezea tu. Kwa hiyo kama kweli tungekuwa tunafuata sheria, bahati mbaya nimewaona watu kadhaa na wengine na waheshimu kabisa wakisema kwamba kuna amri ya serikali inatekelezwa. Nawaalika hiyo barua kama ipo tofauti na hii iliyozungumzwa kwenye barua hii ya waziri, basi barua hiyo washare na sisi ili tuishughulikie barua hiyo nyingine. Na kama kwa context hii haya ndio majibu, hiyo barua wanaoisimamia hebu wajiangalie kwenye kioo, wote wanaohusika wajiangalie kwenye kioo kwamba hivi ni halali kweli kufungia shughuli za kanisa katika maudhui kama haya. Yaani tena kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Kwa nini wasiende kutafuta kanisa la Glory of Christ Church ambalo ndio barua ilivyoandikiwa? Kwa hiyo kama nilivyosema, bila kuvuka mipaka ya kuna sisi kanuni yetu inaitwa sub judice rule kwamba swali kwa mahakamani hautaki kulichimbua sana mpaka mizizi yake, lakini jukumu langu ni jukumu la kuripoti na kutoa maoni yangu kwa wale walioniajiri kwamba maoni yangu ya kisheria juu ya kinachojiri ni nini. Na naamini kabisa kwamba kama sheria ikifuatwa, basi tepe zote ambazo zimewekwa katika makanisa yetu zinapaswa ziondolewe kutoka tarehe ya barua hii. Lakini bahati mbaya uamuzi huo sio wa kwangu mimi. Na waumini wa kanisa hawawezi kushika marungu wakaenda kuwatoa pale. Na ndio maana kama nilivyosema awali, tumeajiriwa kufanya kazi ya kuonyesha vyombo vilivyoundwa kikatiba kwamba kinachofanyika ni uonevu wa hali ya juu. Lakini tupige moyo konde, safari kama hizi huwa ni ndefu kidogo, zinaumiza, zinachosha. Kama mimi wakili wenu, kama nilivyosema, unakimbizana, unapigwa simu na Reverend Baraka mpaka singine unashindwa kupokea kwa sababu nikipokea tokea dakika 10 muda wa kuandika makaratasi utaondoka. Unapiga simu 10. Yani ni kazi ambazo hazikuwa na sababu kupeana. Kwa sababu gani? Nilivyosema, kwa barua hii tu ukiisoma kama ilivyo yani hakukuwa na sababu ya kufika hapa tulipo kabisa. Yani hakukuwa na sababu hata mimi kusimama hapa kuanza kuelezea haya. Ilitakiwa saizi mimi niwe nafanya shughuli nyingine na huko kanisani watu wanaendelea kuliombea taifa letu nchi nzima. Lakini sasa kwa Kiingereza wanasema it is what it is. Kwa katika aya 3 ambapo of course ameongea mambo ya kisheria kidogo, anasema kwamba malalamiko yamewekwa dhidi ya msajili wa jumuiya za kiraia. Yani kwamba imechanganywa terms, mara moja inazungumzia msajili wa jumuiya za kiraia na mara nyingine inazungumzia msajili wa taasisi za kiraia. Hii sio hoja, na tumemjibu kwamba pote ambapo tulikuwa tunazungumzia neno la Kiswahili ambalo labda lina utata,
tunaweka kwa Kiingereza kwenye mabano ili kama sheria, kwa sababu sheria imeandikwa kwa Kiingereza. Kwa mahali popote ambapo tulikuwa tunazungumzia hoja ya hata mimi unaona hapa kuna maeneo mengine lazimika kusema kwa Kiingereza ili nisije nikatoa tafsiri sio rasmi afu kachanganya watu. Kuna na seek safety kwenye neno la Kiingereza hata kama yani mtaona kama najifanyisha, lakini no, ni makusudi kwamba yeah, after all kanisa limesajiliwa kwa jina gani? Si la Kiingereza. Kwa hiyo yeah, sidhani kama hiyo ni shida kubwa sana. Kwa hiyo hiyo ndio barua, na Mheshimiwa Waziri anasema ameshindwa kushughulikia rufaa yetu kwa sababu hizo. Lakini nasisitiza kwa wale wote ambao wana macho na masikio, aya ya pili ya mheshimiwa barua ya Mheshimiwa Waziri, na bahati nzuri nimejiuliza sana hata leo kabla ya kuja hapa, nimepiga simu na mbili ofisini kwamba watu wangu waangalie ile bahasha ambapo barua ile iletwe, hapo kuna muhuri wa siri. Kwa hiyo nimeshare kwenu, na nilishare na viongozi wachache tu kwa sababu mbalimbali zikiwemo za kimkakati, lakini kwa nataka nijiridhishe barua hii uzuri haina muhuri wote wa siri, na ndio maana maudhui yake nimeshare kwenu. Ya manake kuna sheria mbalimbali kwenye